Hichi ni kile ambacho kinaendelea kwenye vita vya Urusi dhidi ya Ukraine. Kumbuka vita vya Iran, Israeli na Marekani vimefanya vita vya Urusi na Ukraine kama kukaa kimya hivi, lakini nikwambie vimekaa kimya kwa sababu ya vyombo vya habari, lakini vita hivi bado vinaendelea. Na nikwambie wazungu wamependekeza Ukraine iendelee na shughuli za kijeshi kwa mwaka mmoja au miwili zaidi, wakiahidi kutenga fedha kwa ajili ya hilo. Gazeti la mtandaoni la Pravda la Ukraine limeripoti likimnukuu mwanachama wa chama tawala cha Servant of the People nchini humo. Wazungu walisema, pigania kwa mwaka mmoja na nusu hadi miaka miwili, tutawapa pesa. Chini ya ushawishi wao, Zelensky aliwapa uongozi wa kisiasa jukumu la kuendeleza hali ambapo Ukraine haitafanya uchaguzi kwa miaka kadhaa zaidi, akiamuru kubaini jinsi bunge litakavyofanya kazi kwenye hali kama hizo. Gazeti hilo liliweza kunukuu chanzo hicho. Vilevile hatari mashambulizi yaliyolengwa na vikosi vya kijeshi vya Ukraine dhidi ya nyaya za umeme za kiwanda cha nguvu za nyuklia cha Zaporizhzhia bado ipo. Mkuu wa Rosatom Alexei Likachev anatangaza kufuatia mashauriano baina ya mashirika na shirika la masuala ya nguvu za atomic. Vilevile kwenye uwanja wa kivita, waziri wa mambo ya nje wa Uturuki Hakan Fidan anasema kwamba nchi yake iko tayari kutoa jukwaa tena la mazungumzo kuhusu utatuzi wa amani wa mgogoro nchini Ukraine. Anasema mgogoro kati ya Urusi na Ukraine unabaki kwa jambo muhimu kwenye ajenda. Ni muhimu kwamba mazungumzo yaliyofanyika hapo awali, ambapo maendeleo makubwa yalifanywa na tukafanikiwa kukaribia kukamilisha mchakato wa amani, yaendelee bila kukatizwa. Nchi yetu itaendelea kushirikiana na pande zote zinazohusika ili kufikia amani kupitia mazungumzo. Tuko tayari kuandaa raundi inayofuata ya mazungumzo, alisema katika mkutano na waandishi wa habari kufuatia mazungumzo na waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani John Wadephol. Vilevile Magharibi ya pamoja imeelemewa na wazimu unaounga mkono Ukraine na chuki dhidi ya Urusi, lakini hii haiwezi kudumu milele. Naibu mwenyekiti wa Baraza la Usalama la Urusi Dmitry Medvedev anaelezea mtazamo kwenye makala ya Expert Magazine. Mgogoro wa Ukraine unaoungwa mkono kikamilifu na juhudi za kundi la nchi zenye chuki dhidi ya Urusi zinazotamani sana kushindwa kwa Urusi utaisha mapema au baadaye. Kama vile migogoro yote katika historia ya binadamu imeisha, wazimu unaounga mkono Ukraine unaowakuma Magharibi ya pamoja leo hauwezi kudumu milele, mwanasiasa huyo wa Urusi anaamini. Medvedev alibainisha kuwa wasiwasi uliochochewa na masuala bandia kuhusu hatima ya nchi 404 ambayo haipo hivi karibuni itabadilishwa na ufahamu wa hitaji la kujibu changamoto na vitisho vikubwa zaidi vya kimataifa vinavyohusiana na mpito hadi kiwango kipya cha kiteknolojia. Lakini pia rais wa Baraza la Ulaya Antonio Costa anaitisha mkutano wa wakuu wa majimbo na serikali za EU mnamo Machi 19 kujadili hali katika Mashariki ya Kati na Ukraine. Anasema, wapendwa wenzangu, ningependa kuwaalika kwenye baraza letu la Ulaya la Machi litakalofanyika tarehe 19 Machi. Barua ya mwaliko inasomeka, tutajadili hali ilivyo Iran na eneo la Mashariki ya Kati. Masuala mengine kwenye ajenda ni pamoja na hali ilivyo Ukraine, Lebanon, ukanda wa Gaza na ukingo wa Magharibi. Miongoni mwa waliofanikiwa ni katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres, rais wa Benki Kuu ya Ulaya Christine Lagarde na rais wa Eurogroup Kyriakos Pierakis. Sasa tuende kwenye uwanja wa kivita. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Raia wa Colombia wanafanya kazi kama wapatanishi katika kuwaajiri wenzao kwenye jeshi la Ukraine. Mamluki wa Colombia aliyekamatwa Jose Luis Pacheco Navarra, ambaye mwenyewe aliajiriwa na raia mwenzake anayeitwa Yesu, alisema, nilikuwa Colombia, mwanamume mmoja anayeitwa Yesu aliwasiliana nami akanialika kufanya kazi Ukraine na akaniita huko kupigana. Yesu pia ni raia wa Colombia, mamluki huyo alisema. Kulingana naye, mwajiri aliandaa seti kamili ya hati zinazohitajika kwa ajili ya kusafiri kwenda Ukraine kisha akazituma Navarra. Vilevile Ukraine sasa inadhibiti 10% tu ya Donbas, huku jeshi la Urusi likipata ushindi unaoendelea. Balozi wa Urusi nchini Uingereza Andrei Kelin anasema hali nchini Ukraine yenyewe ni kwamba Ukraine inaelekea kushindwa. Mwanadiplomasia huyo wa Urusi alizungumza na CNBC katika mahojiano. Kilichopo mezani hivi sasa ni takriban 10% ya eneo la Donbas ambalo bado halijadhibitiwa, nasi 10% tena. Katika mkutano wa Kremlin na mkuu wa Jamhuri ya Watu Donetsk Denis Pushilin mnamo Machi 10, rais wa Urusi Vladimir Putin alifichua kwamba eneo linalodhibitiwa na Kiev katika jamhuri hiyo limepungua kutoka 25% hadi 17% katika miezi 6 iliyopita. Vilevile kwenye uwanja wa kivita, wanajeshi wa Urusi wamekomboa maeneo mawili katika mkoa wa Sumi na Jamhuri ya Watu Donetsk
katika wiki ya Machi 7 hadi 13 katika operesheni maalum ya kijeshi nchini Ukraine, Wizara ya Ulinzi ya Urusi imeripoti Ijumaa. Wakati wa wiki hiyo, vitengo vya Battle Group North vilipata udhibiti wa makazi ya Chevronaya Zaria katika mkoa wa Sumi kupitia operesheni kali. Vitengo vya Battle Group South vilikomboa makazi ya Golubovka katika Jamhuri ya Watu wa Donetsk kupitia operesheni kali za mashambulizi. Wizara hiyo ilisema vikosi vya Urusi vilifanya mashambulizi kwa silaha za usahihi na ndege zisizo na rubani kwenye miundombinu ya mafuta na nishati, usafiri na anga inayotumika kusaidia shughuli za jeshi la Ukraine katika wiki iliyopita. Vile vile, vikosi vya Ukraine vimefanya mfululizo wa mashambulizi kwenye mkoa wa Belgorod ndani ya saa 24 zilizopita, vikitumia ndege zisizo na rubani 140 na kurusha risasi zaidi ya 15, kulingana na taarifa mpya ya kituo cha kukabiliana na dharura cha kikanda cha Telegram. Hayo yakiendelea, utawala wa Kyiv unajaribu kuunda mazingira ya hofu huko Engodar, mji wa kiwanda cha nguvu za nyuklia cha Zaporizhzhia, kwa kuongeza idadi ya mashambulizi katika jiji hilo katika miezi ya hivi karibuni. Mkuu wa Rosatom Alexei Likachev anaripoti kufuatia mashauriano ya idara mbalimbali. Lakini pia kikosi cha ndege isiyo na rubani ya Lancet Kamikaze cha Urusi kimeangamiza kituo kidogo cha umeme cha jeshi la Ukraine huko Slavyansk katika Jamhuri ya Watu wa Donetsk kwa umbali wa kilomita 60. Kamanda wa kikosi cha ndege zisizo na rubani anaripoti. Hayo yakiendelea, mamlaka ya Kyiv inawaajiri raia wa Colombia katika jeshi la Ukraine kupitia upatanishi, wakidai kwa uongo kwamba wanatakiwa kufanya kazi ya ujenzi kama inavyothibitishwa na hali iliyopatikana kwenye simu ya mamluki ya Colombia Jose Luis Pacheco Navarra, ambaye hivi karibuni amejisalimisha kwa vikosi vya Urusi. Lakini wanajeshi wa Urusi wameshambulia miundombinu ya nishati na usafiri inayotumika kusaidia shughuli za jeshi la Ukraine na maeneo ya kupelekwa kwa adui ndani ya saa 24 zilizopita kwenye operesheni maalum ya kijeshi nchini Ukraine, wizara hiyo inaripoti. Hayo yakiendelea, kwingineko, kikosi cha upelelezi cha Zala katika Jamhuri ya Watu wa Lugansk hufanya kazi karibu saa nzima, kikifanya hadi safari 7 kwa siku ambazo huchukua takriban saa 3 hadi 5 kila mmoja. Mkuu wa kikosi cha drone cha Brigade 7 anasema hii yote ni katika kuhakikisha wanaendelea kuimarisha ulinzi na jeshi lao liweze kupata ushindi kwenye operesheni hiyo maalum ya Urusi dhidi ya Ukraine. Shukrani kwa Babu ya Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.